watu wameitisha press, ile press wameweka bango kubwa la nembo ya Simba Sports Club, alafu wameweka nembo za wadhamini wote, akina Chamit, akina Modric, alafu wapo na nembo hiyo ya Modric, alafu wana mzaki Modric kusema kwa Modric Jafai na anapasa aache suma sasa bila mbili. Sasa ni nani ambaye kawapa kibe? Yani wale kwa sababu wale ambao wamejisema swala. Wale wengine pale hawana kadi za Simba. Wale pale ni mashabiki tu na group na wanachama. Hiyo mamlaka ni nani kawapa ya kuweza kuchukua nembo ya Simba halafu na kuchukua nembo za wawekezaji akina Chamit pamoja na Mo, halafu wanazungumza kana kwamba wao ndio wasemaji wa klabu ya Simba, ndio mwenye mamlaka yale wa kuzungumza. Akaitisha press ya waandishi wa habari, akazungumza nyuma yake pakiwa na nembo ya Simba pamoja na nembo za wazaburi wote. Mwenye mamlaka hayo ni msemaji wa Simba. Lakini pia mwenye mamlaka hayo ni viongozi tu wa Simba. Mwanachama haruhusiwi, yani kama mwanachama haruhusiwi yani kwamba kuchukua nembo za wadhamini alafu kufanya press nembo za wadhamini zikawa ziko nyuma yake. Mwanachama yeye anaruhusiwa kuchukua bendera na nembo ya Simba kwa sababu mwanachama kabla ya Simba. Anaruhusiwa kukaa na kuweka nyuma yake mabendera yale na kuweza kuzungumza kila ambacho azatuzungumza inakuwa inaswihi katika sayari ya mpira wa miguu au katika sayari ya klabu ya Simba au klabu zingine. Otherwise basi watuambie watuambie ni nani aliowapa kibali cha aliowaruhusu kwenye taasisi ya klabu ya Simba aliowaruhusu wao watumie zile nembo za wawekezaji, kwa sababu ile go ahead inatoka katika viongozi wa klabu husika. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini sasa hapo bwana Malaika, kama wao wameweza kupata mpaka lile bango na kuweza kuitisha press kuzungumza na waandishi wa habari, tafsiri yake ni nini? Wamepata tafsiri yake tayari kwamba Mangungu ameshaonyesha interest zake kwamba yeye amtaki Modric, na juzi na wiki kama tatu zilizopita aliwaita influencers hao na kuweza kuzungumza nao, na alisema kwamba yeye hana shida, yenye shida ni upande wa wawekezaji. Kwa hiyo tayari yeye aliwaita influencers, akuitisha mkutano wa dharura wa wanachama, yeye kaita influencers. Sasa influencers kwenye taasisi ya mpira, influencers kama kina nani? Ina maana kama unaita influencers kwenye taasisi ya mpira, influencers, ina maana kwa influencers ndio wenye mamlaka au wenye nguvu au ndio wanapaswa kikatiba nafahamika? Kikatiba influencers hawafahamiki. Kwa hiyo bwana Malaika, unaweza kusema kwamba Mangungu yuko nyuma ya kina Dr. Mo? Yaani sio ninaweza kusema, nasema Mangungu yupo kwenye hili sakata. Tusimtafute mchawi yupo ambaye anafahamika. Huyo Mangungu ndiye ametoa ile katoa ile, yani na pia ndivyo katoa pesa kwa, yani yote yaliyofanyika Mangungu ndiye sababu na ndio alikuwa anahitaji, kwa sababu hawa ameshawanunua. Tumeona pale kuna Dr. Mo, tumeona GB 64 na wengine wakikashifu
tajiri ambaye mwekezaji Mohamed Dewji kwamba hafai. Na pia tumeona pia Mangungu na yeye aliulizwa kuhusiana na masuala ya Dewji kudai, yeye amesema kwamba hafahamu kama anadai. Sasa unafikiri haya mambo yanaleta picha gani sasa? Mwenyekiti wa klabu hajafunguka kusema anadai, na hawa wanakuja kufunguka wanasema kwamba hilo deni kama linadaiwa hao hawalijui. Na ndio maana unaambiwa kwamba unajua jana hata Haji Sande Manara kaongea. Sawa. Manara kazungumza, amesema yeye katika mtu ambaye anayejua Simba ni yeye, hata huyo Mangungu Simba ifahamu. Kwa hiyo na pia amesema Manara katika mtu ambaye anayejua Yanga ni yeye. Kwa hiyo Manara pia amesema kwamba kinachomsumbua yule Mangungu, kinachomsumbua ni uhuni wa Temeke, kwamba yeye amekulia Temeke. Lakini bila kutokuwa na uhuni wa Temeke, ina maana yeye mpaka dakika hii angewaachia timu yao. Kama yeye anaona hana hatia, kwa nini asiwaachie na Simba timu yao? Yupo kikatiba, anasema kwamba yuko kikatiba na muda wake haujaisha, Bwana Malaika. Katiba. Kwa hiyo waliomchagua wanachama akili hawana, yote ndio mwenye akili. Ameulizwa leo akizungumza na chombo cha habari kimoja kwamba labda pengine anaweza kujiuzuru. Mangungu ameweka wazi kwamba yeye anawasikiliza zaidi wale ambao wamemweka na wale ambao wanamuelewa. Hii inaleta tafsiri gani? Kwamba asikilize watu wanaomkosoa Mangungu, ama hii imekaaje sasa tunavyoona? Yes, na ndio maana nimesema kwamba Mangungu atabaki kuwa Mangungu. Mangungu yupo kwenye klabu ya Simba sio kwa ajili ya kuifanya Simba ifikishe malengo yake. Mangungu amekuja Simba kwa ajili kuonyesha fedhuli na jeuri yake na pia na mambo yake. Kaja kuisambaratisha na kuwagawanya wana Simba. Unaambiwa siku zote ili uweze kumtawala mtu lazima, au uweze kuwatawala watu lazima watu wale upate kuwagawanya. Yaani uwagawanye vifungu utaweza kuwatawala. Wasielewane. Kwa hiyo yeye anatumia falsafa hiyo ambayo Mangungu anaitumia. Anachokifanya anatugawa kwanza kwa vifungu tusielewane. Mwisho siku yeye anakuwa yuko juu kwa sababu kila upande tunarushana maneno. Kwa hiyo haya yote anayofanya ni mchezo wa kisiasa ambao anaufanya Mangungu kwa ajili ya maslahi yake binafsi yeye na ile dingi lake ambalo linaendelea, ambayo leo limeenda kumchafua tajiri wetu ambaye ni Mo Dewji. Lakini mimi niseme tu kwamba